cha Wamumali kwenye eneo bunge la Bumula katika kaunti ya Bungoma huenda wakazika masaibu ya kusaka maji safi katika kaburi la sahau baada ya mradi wa maji unaogharimu shilingi milioni 12 utakapokamilika. Mwanahabari wetu Wanji Sostin yupo katika eneo hilo. Hebu tuungane naye mubashara tujuze mengi zaidi. Wanji Sostin, tueleze. Naam, shukrani. Tunakujia moja kwa moja kwenye shule ya msingi ya Wamumali iliyoko eneo bunge la Bumula, ambako ukiangalia nyuma yangu mradi wa ujenzi wa maji unaendelea, ambao umeweza kudhaminiwa na eneo bunge hili na vilevile Lake Victoria North. Mradi wa maji ambao wanasema kwamba utaweza kunufaisha zaidi ya wakazi 1000. Punde utakapokamilika, wakazi wataweza kuunganishiwa hadi kwenye boma zao. Na vilevile hapo mwanzo tulikuwa tumezungumza na baadhi ya wakazi wakiweza kuzungumzia yale masaibu ambayo wamekuwa wakipitia kuhakikisha kwamba wanapata maji safi ili kuweza kuendeleza maisha yao. Baadhi yao walisema kwamba watoto na vilevile hata mifugo wamekuwa wakikumbwa na magonjwa mbalimbali kutokana na uhaba wa maji. Na kwa sasa hivi ujenzi huu wa mradi huu wa maji wanasema kwamba utakuwa afueni kwao. Na pasipo na kunena mengi, hebu tuweze kusikiza tu yale ambayo wakazi walikuwa nayo ya kusema kuhusiana na mradi huu wa maji. Kwa majina, mimi naitwa Jeni Wamalwa. Kwa siku ya leo tumefurahi sana sana. Tulikuwa naangaika maneno ya maji. Last year tulimaliza miezi 6 bila maji, tunaenda mtoni, ile maji ya visima, maji mbaya, tukikonjeka, tukihara. Lakini saa hii mbunge ametuletea, mbunge wetu wa Mboga, tumefurahi kutuletea hii matangi. Tumefurahi na tumefurahi. Sasa hatutakosa maji, hata mboga tutapanda tukimwakilia maji. Mifugo yetu itakunywa maji, hii itakosa maji kwa area mzima. Tumefurahi sana. Kwa sababu saa hizi ukiingia wakati wa kiangazi huu, hata sana sana wakulima saa hizi hakuna njia yenye kwenda kwa mtoni. So hii maji itakusaidia ukifikisha pipes kwa maboma ili watu waweze kuendelea kuchota maji kwa njia rahisi. Nashukuru mheshimiwa mbunge wetu Jacob Wamboka kwa kutuletea mradi mzuri wa maji ile itaweza kusaidia wananchi wetu wa Kabula kwa ujumla na wananchi wa Wamumali kwa ujumla. Na huu mradi venye tumeupokea, na niko na matumaini ya kwamba ni wa manufaa kwa kila mtu, na tunatarajia huu mradi ufikie watu kama nyumba 1000 na kuendelea. Na mradi wenyewe mahali tumefikia ni kama tunafika 30%, na kufikia huu mwezi unakuja ukianza tutakuwa around 50%. February ikiisha mradi utakuwa umekamilika na utatusaidia kwa kila mtu. Kwa niaba ya watu wa Kabula, mimi nataka kuchukua nafasi nishukuru mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kuleta huu mradi. Huu mradi utanufaisha watu wengi sana sana, hasa mambo ya maji imekuwa shida katika mji huu. Watu wanachukua muda mrefu kupata maji sana wakati wa kiangazi. Sasa hii maji imesonga hapa, mimi naungana wananchi kupokea na tuseme itatusaidia sana. Hii project imejengwa in 2 phases. So leo tumekuja na contractor kuanza phase 2 ambayo ni equipping. And part of the equipping ni kulay pipeline, and specifically Wamali we are laying a pipeline of 1.8 kilometers ikienda kwa wananchi, so that wananchi wanaweza tap na waweze kupata maji mahali ambapo wapo. Alafu we will also do a water point hapa Wamali, ambapo any other person mwenye haezi tap kuja kwa boma yake anaweza kuja i-access. So this is a project we are doing na Lake Victoria North, na tunashukuru sana Lake Victoria North for the commitment ambayo wameweza kutusaidia, na tutajua in a short while tutaweza kusolve shida ya maji hapa. Now phase 1 ilikuwa kuchimba borehole, na sasa hii phase 2 tunafanya equipping. Equipping is going ina include kuweka an elevated water tank pale juu. Vile mnaona hapo kuna wameanza kujenga hapo foundation, wameshajenga foundation, imengoja steel structure ambayo itawekewa tank juu ya kustore maji, alafu maji iweze kuwa distributed. Now this project phase 2 ambayo imebaki inaenda kuchukua one month.
So wakati tunakuja hapa mwezi wa 3, first week, tutakuwa tunafungua hii project na wananchi wa Mali watakuwa wanaanza kutumia maji. Namna ulivyosikia ni baadhi ya maoni ya wakazi eneo hili, hasa kijiji cha Wamumali na shule ya msingi, ambao wanasema kwamba mradi huu utaweza kuwanufaisha pakubwa, na kumbuka kwamba mradi huu utaweza kugharimu shilingi zaidi ya milioni 12. Na kufikia hapo, la ziada sina, narejesha kwako kaunti ya Bungoma. Mimi ni Wanji Sostin. Naam, shukrani sana Wanji Sostin kwa taarifa hiyo.